Baba wa mbinguni akubariki sana. Nitaenda kumwomba Mungu. Asante wewe ambaye umekuwepo tangu tumeanza mkutano, na siku ya leo ni siku ya hitimisho, lakini nashukuru sana. Nilipokuwepo kwenye mkutano niliwaona watu waliookoka, japo hawajajitambulisha kanisani, lakini walikuwepo. Ninaomba uendelee, na baada ya hapo nitaenda kumwomba Mungu. Baba yangu na Mungu wangu, unayeketi na kuishi mahali pa juu palipoinuka, ni siku nyingine tena Bwana, ambapo Jehova ninaenda kusimama kwa ajili ya maneno yako ya uzima. Ninakualika Bwana Yesu, ninaalika neema yako, ninaalika Roho yako Mtakatifu akawepo mahali hapa, akawepo katika viwanja hivi kwa ajili ya kulithibitisha neno lako, maana wewe ni Mungu unayelituma neno lako, na ni siku uliyelikusudia linenwe neno hilo. Nami Bwana Yesu nakualika, ninaita neema yako juu yangu Bwana, ukanifunike kwa mafuta, ukanifunike Bwana, nikanene sawa na ulivyokusudia. Uwepo Bwana katika kutenda na kulithibitisha neno lako. Nami Bwana sina mashaka na wewe, ninakuamini Mungu unayeishi, kwamba jioni ya leo utakuwepo kwa ajili ya kuhudumia makutano, kwa ajili ya mji wa Kanyamezi. Yesu ninakubariki, maana utalitukuza jina lako, utajitukuza wewe mwenyewe. Mimi nipungue, wewe uongezeke sana, nami nikipungua. Yesu nakubariki na kutukuza, ni katika jina la Yesu, na wote tuseme amen. Bwana Yesu asifiwe makutano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nitaomba msomaji, na kama hata ana mtoto nitamwomba wampe maiki mwinjilisti. Tutaenda wote katika kunisomea. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wetu wa leo ni damu ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wetu wa leo ni damu ya agano, na kama unaandika utaandika damu ya agano. Na msomaji nitaomba utanisomea vitabu viwili. Kitabu cha kwanza utanisomea Agano la Kale, lakini kitabu cha pili utanisomea Agano Jipya. Utaanza na Kutoka ile sura ya 24 na mstari wa 8, na baada ya hapo utanisomea Luka 22 na mstari wa 20. Nitakukumbusha utakapomaliza kusoma Kutoka ile sura ya 24 na mstari wa 8. Amina. Karibu. Neno la Mungu linasema, Musa akaitwaa ile damu, akawanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano, alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Nisomee Luka ya 22 na mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, utarudia, umeniacha. Kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Haleluya. Amen. Hivyo ni vitabu viwili ambavyo tumevisoma. Kitabu cha kwanza tumesoma Agano la Kale, lakini kitabu cha pili tumesoma Agano Jipya. Tumesoma Agano la Kale, tumeona Musa alivyofanya, alivyowanyunyizia damu watu, akitamka neno kwamba ni agano. Nini maana ya agano?
kitu, na hakuna agano bila damu. Ndio maana utakumbuka wale ambao walienda kwa waganga wa kienyeji, wale mnaoenda kwa waganga wa kienyeji, unakumbuka alipofika pale alikwambia kwamba ulete mbuzi, alikwambia kwamba ulete kuku. Ni kwa nini alikwambia ulete kuku? Alitaka achinje ili uingie katika agano, ukaingia katika agano la mizimu, ukaingia katika agano la mapepo, ukaingia katika agano la mikosi ambalo hata leo linakuandama. Wengine wanaingia katika maagano ambayo hawajayatengeneza wenyewe. Haya maagano yanawatesa, yanawafunga, na hauna namna ya kujitoa kwenye agano, maana agano lina nguvu, damu ina nguvu. Ikifunga agano imefunga. Kwa hiyo ndo maana anakwambia, ukiangalia katika kila kitabu cha Kutoka, anasema akanyunyizia damu, akasema sasa ili agano tunalifunga kwa yale maneno ambayo walikuwa wameyakubali. Na wao wanapoenda kwa mganga ukatoa damu, basi umelifunga agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Lakini jioni ya leo mimi nataka kuongelea agano la damu ya Yesu Kristo ambayo inanena mema. Kama kwa waganga wanataka agano, kumbe na kwa Yesu liko agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano la Yesu ni agano la amani. Damu ya Yesu ni damu inayonena mema. Na ukija kujua kwamba damu ina nguvu, damu ikimwagika chini isiyo na hatia, hiyo damu ina tabia ya kunena. Ndio maana hata Kaini alipomuua ndugu yake, Mungu hakusema kwamba mwili wako wa ndugu yako unakulilia, wala mifupa ya ndugu yako inakulilia. Alichokisema, alisema damu ya ndugu yako inakulilia, maana damu inanena, damu ina nguvu. Damu ikimwagika kwenye nchi, ujue tayari imeingia rana, na hiyo rana ili iondoke lazima iwepo damu ambayo ni damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika kitabu kile cha Yeremia, ile sura ya 31 na mstari wa 31, Biblia inaniambia kwamba nitafanya agano jipya, sio lile nililofanya na baba yenu, hapana, bali nitafanya nani? Agano jipya. Bwana Yesu asifiwe. Agano lile lililokuwa linasema ni agano gani? Ni agano ambalo ni la damu ya Yesu Kristo, inayosimama juu ya maagano yote, inayosimama juu ya mikataba yote, inavunja madhabahu ya kichawi, inavunja maagano ya kiganga, inavunja maagano ya mizimu, inavunja laana, inaondoa mikosi. Inaondoa damu ya Yesu. Damu ya Kaini ilipomwagika, hata kama ilikuwa ya mwenye haki, yenyewe ilikuwa ikilia, ilikuwa ikitaka kisasi, lakini damu ya Yesu ilipomwagika ikanena mema, ikafungua vifungo, watu wakaoro, mateka wakatoka kwenye magereza yao, wafungwa wakafunguliwa kupitia damu ya Yesu Kristo, ambaye alikuwa na hatia, ambaye alikuwa na mawaa, ikamwagika kwa ajili ya mwanadamu. Ndio maana tuliposoma katika kile kitabu cha Luka ile sura ya 22 na mstari wa 20, Biblia inaniambia kwamba kikombe hiki mnachokinywea ni damu ya agano kwa ajili yenu, ikimaanisha kwamba Yesu Kristo anawaweka watu kwenye agano na yeye, agano la uzima, agano la uzima wa milele, agano la kufunguliwa, agano la kuwa huru, agano la kutoka kwenye vifungo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika kila kitabu cha Zakaria ile sura ya 9 na mstari wa 11,
ili uingie katika agano, na ukisha kaingia katika agano hilo, ndugu yangu, uweze ukatoka. Hata kama ungejifurugua, hata kama ungefanyaje, bila kumwamini Yesu, bila kuliamini hili jina la Yesu, kwa ajili ya damu iliyomwagika, kwa ajili ya watu kufunguliwa, kwa ajili ya watu kutoka kwenye ukoma. Unajua tunapoisema dhambi, dhambi ni ukoma, dhambi ni ukoma, na Yesu pekee ndiye aliyekuja kwa ajili ya ukoma huo unaoitwa dhambi, kwa ajili ya kuikomesha. Ndio maana unasali sana, lakini kuacha uzinzi umeshindwa. Ndio maana unasali sana, lakini kuacha ulevi umeshindwa. Ndio maana unasali sana, lakini kwenda kwa waganga haujaacha. Maana unasali, lakini hakuna msaada. Uko chini ya maagano, uko chini ya mikataba, huwezi kujinasua. Hata kama unaenda lile agano lililofungwa na babu yako, lililofungwa na bibi yako, huwezi kutoka, huwezi kukiepuka hicho kifungo mpaka damu ya Yesu Kristo yake. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwingine anajifariji, anasema nitatoka kwenye kifungo hichi, anasema nitatoa sadaka nyingi. Nataka kukuambia sadaka haiwezi kukutoa kwenye kifungo. Nataka kukuambia ujanja hauwezi kukutoa kwenye kifungo. Nataka kukuambia mganga hawezi kukutoa kwenye kifungo. Maana baada ya kukutoa, anakudidimiza zaidi, anakufunga zaidi, analifanya kombo lake kuwa zito, linakuwa kubwa mno. Sio kwamba anakupumzisha, ila anakutwisha. Ila ukija kwa Bwana Yesu, yeye damu yake inanena mema, inaondoa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Unajua ninapozisema habari za Yesu, ninapomsema ukombozi wa Yesu, ukombozi wa bure, yani bila pesa, yani bila kutoa chochote, yani kumwamini tu na kumkiri. Ananitoa kwenye mikataba, ananitoa chini ya mizimu, ananitoa chini ya laana, ananitoa chini ya mikosi. Lakini wewe unatembea tena, mwingine unaitwa mheshimiwa, lakini wewe sio mheshimiwa. Maana kifungo cha baba yako liko kinakutesa, majini yanakutesa, mapepo yanakutesa, uchawi wanakulaza nje. Kama unasali, kusali kwako kumekusaidia nini? Mbona kwa waganga unaenda? Mbona makafara unatoa? Kama kusali ni msaada, msaada ni jina la Yesu, msaada ni jina la Yesu. Jina la Yesu peke yake ndiyo msaada, na damu ya Yesu ndiyo inayonena mema juu ya maagano yote na juu ya vifungo vyote. Hayupo yoyote, sio babu yako, sio nani unayemjua, bali ni jina la Yesu peke yake. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Damu ya Yesu inanena mema. Yekayamasa. Yesu ni mwanaume aliyeacha enzi, aliyeacha mamlaka, akaja kwa ajili ya mwenye dhambi, amtoe kwenye mifungo, amtoe kwenye mikataba. Ndio maana Kristo alipokuja analitamka neno zuri sana, maana alijua wanadamu wote kwamba wanasumbuka, kwamba wana mizigo. Akasema njoo nyote mliolemewa, nyote njoo, mimi nitawapumzisha. Akatamka pumziko, akatamka kwamba mtapumzika na mtakuwa huru. Lakini unapanda kwa mganga, hakupi pumziko. Baada ya pumziko anakwambia leta kuku, baada ya pumziko anakwambia leta ng'ombe, baada ya pumziko anakukalisha kwenye kenge, anakukalisha kwenye kigoda. Ukiwa ni mheshimiwa anakwambia nenda kinyume nyume. Unakuta mheshimiwa na cheo anaenda kinyume nyume. Mwingine anamwambia
Ni kwa nini imekwisha? Maana imemwagika damu ya agano inayoondoa hikaya masaa. Yesu ni mwanaume. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna damu inayoweza kusema imekwisha, bali inakwambia imekwisha. Lakini kinyume chake ni kwamba umebeba. Usije ukajidanganya. Mwingine akiona tunahubiri anabeza, wakati usiku unalala uvunguni mwa kitanda. Mwingine alali, anakimbia huku na ukapata msaada, lakini baada hajaupata. Maana ukanako kwenda aendi kupata msaada, bali anaenda tena kujitwisha mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Anayetua mzigo damu lenye agano, agano ambalo ni agano lenye nguvu, ni agano ambalo ni la ajabu sana. Damu hii ya Yesu inaivunja mikataba, inayavunja maagano waliofungiwa kwa waganga, inaivunja laana ya mababu, inavunja laana ya ukoo, vifungo vya kila namna, vifungo vya kila aina. Kwa damu ya Yesu Kristo vinavunjika. Haleluya. Lakini haipo damu nyingine, lakini hakuna msaada kwingine. Damu ya Yesu peke yake ndiyo inayovunja mikataba, ndiyo inayovunja maagano, ndiyo inayokutangazia kwamba sasa wewe sio mateka tena, wewe ni huru. Ukishaoshwa na hiyo, unakuwa safi kabisa, unatakatika, unabadilishwa jina, unaitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ambaye hujaokoka, hata kama unasali, unajifariji, unasema na sisi huko Yesu yupo, tena tunamsema Yesu. Kwa hiyo na sisi hii damu ya agano inatuhusu. Nataka kukwambia hilo ni changa la macho. Bwana Yesu asifiwe. Yani huko ni kuuziwa mbuzi kwenye gunia. Hapo huna Yesu wa kuvunja vifungo, bali walio na Yesu wa kuvunja vifungo ni sisi tuliomwamini na kumpokea. Tuko ndani yake, tunaishi ndani yake, tunatembea naye, tunaringa naye, tunadunda naye, na kiburi chake ni yeye mwenyewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndiye ambao tuko chini ya laana, sisi ndiye ambao tuko chini ya maagano, maana tumekwisha kuingia kwenye agano la damu ambayo ni damu ya Yesu. Kwa hiyo nguvu za mababu hazina nguvu tena, nguvu za mizimu hazina nguvu tena, balaa na mikosi hazina nguvu tena. Kila kinyamkara na kinyamkankankanke, hivyo vyote vimekwishwa kusatwa, viko chini kabisa, wala havina mamlaka, wala kuna kinyamkara cha kusema ng'ang'we. Na Yesu asifiwe. Haleluya. Maana tuna agano la damu, tuna agano la damu, damu isiyokuwa na mawa, damu isiyokuwa na hatia, iliyomwagika kwa ajili ya wanadamu, ili wawe huru, watoka kwenye vifungo, watoka kwenye dhambi. Na nataka kukwambia kilichokuwa kinatafutwa wakati Yesu anakufa msalabani, hapana, sio mifupa yake wala sio mwili wake, ilikuwa ni damu. Bwana Yesu asifiwe.
Ni nani uliye katika patano naye? Ni nani? Je, unaagana na mizimu? Je, unaagana na mababu? Unajua wengine hapa naposema na sababu mhubiri aache kufurukuta pale. Mimi nasali. Kusali hakukusaidie. Nimesema tangu jana, makanisa Yesu aliyakuta. Bwana Yesu asifiwe. Aliyakuta. Yalikuwepo, lakini akaleta uokovu na kumwaga damu yake kwa ajili ya agano. Bwana Yesu asifiwe. Sina maneno mengi ya kusema kuhusu damu ya Yesu Kristo, namna inavyotenda kazi. Kama ningesema naweza kusema mengi sana, naweza kusema mpaka Pasaka, lakini niseme itoshe. Niombe makutano wote tukasogee, walioko mbali na walioko karibu, na wakati huo kulingana na muda wetu, ili wengine wasiondoke, ninaomba tusimame praise. Tutakuwa tukiimba wakati makutano wanasogea. Ninaomba makutano wote, asibaki mtu yeyote, asibaki mtu yeyote. Ninaomba makutano wote, ninaomba msogee mahali hapa. Naomba watu wote tusogee. Maana kama mtu angekukaribisha kwenda kumwangalia Diamond amekuja pale, ungesogea. Kama mtu angekukaribisha uende kumwangalia waimbaji wala stindo wakina nani, ungesogea. Si zaidi Mungu anapokukaribisha, si zaidi sauti ya Mungu inapokukaribisha, si zaidi Bwana Yesu anapokualika akisema usogee, ambaye huyo anaweza kusaidia. Maana yeye ndiye aliyekushikilia, ndiye aliyeshikilia pumzi yako, ndiye aliyeshikilia uhai wako. Hayo maringo ulio nayo ni kwa sababu una pumzi, una uzima. Ndio maana saa nyingine unaweza kuambiwa usogee ukakataa kwa sababu una uzima. Lakini kama ungekuwa mgonjwa, kama ungekuwa uwezi, kama ungekuwa utembei, mtu angekwambia sogea, ungesogea ili Yesu akupe msaada. Lakini nataka kukwambia Yesu anataka usogee hata ukiwa mzima. Maana hata ukiwa mzima unaweza ukajiona ni mzima, kumbe una vifungo, kumbe umefungwa. Uko chini ya mikataba, uko chini ya maagano, uko chini ya laana za mababu. Ninaomba praise muimbe. Mtawimba wimbo wa kuabudu kwa kifupi, wakati tukiwa tunaenda kuomba. Mema
yake. Yesu katika makutano haya anamtafuta mtu mwenye akili timamu. Ninamtaka Yesu huyu ambaye damu yake inanena mema, niingie na yeye katika agano. Ninaomba watu wote tusogee na tufumbe macho. Fumba macho, fumba macho, watu wote tufumbe macho. Kama kuna mtu yeyote ambaye amesogea mahali hapa ajaingia na agano na Yesu, na jioni ya leo anatamani aingie agano na Bwana Yesu, ukiwa umefumba macho na kila mtu akainamisha uso wake chini, usimtazame mwenzako. Mahali hapa ulipo utanyosha mkono wako juu, ukimaanisha kwamba mimi jioni ya leo nataka kuingia agano na Bwana Yesu. Kama kuna mtu yeyote, kama kuna mtu yeyote ambaye jioni ya leo anasema mimi natamani kuingia kwenye agano na Bwana Yesu, kama kuna mtu yeyote ambaye jioni ya leo anatamani kuingia agano na Bwana Yesu, utanyosha mkono wako mmoja juu. Mtu anayetamani kuingia agano na Bwana Yesu, mtu yeyote ambaye anatamani kuingia agano na Bwana Yesu. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni kuwafanyia maombi watu hawa ambao wamekuja mbele za Mungu, na Mungu ni Mungu anayeweza kuwasaidia. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza na mamlaka, tazama dada huyu ambaye jioni ya leo amekuja mbele zako Bwana, akitamani vifungo vikunjika vilivyoko ndani yake, maana amelisikia neno lako. Katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ninatuma moto wa Yesu Kristo juu ya vifungo vyote, juu ya maagano yote, juu ya mikataba yote. Ninatuma moto, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninauwasha moto wa Yesu juu ya vifungo vyote, juu ya maagano yote, juu ya mikataba yote, katika jina la Yesu. Katika
Katika jina la Kristo wa Nazareti ali hai, wewe ni Mungu unaweza. Naomba Bwana ukombozi na uhuru wa kijana huyu Bwana. Roho ya ulevi na ivunja kwa jina Yesu Kristo. Ninamweka huru Bwana, mbali na roho mbaya zinazotesa maisha yake. Utumwa wa dhambi ninaukataa, ninauharibu, ninauteketeza kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Natangaza huru Bwana. Wewe unaokoa na unaita wote, hata wanaosumbuka na kulewa na mizigo. Kijana huyu Bwana ameteseka, amelemewa na dhambi ya ulevi. Bwana, kwa damu yako Yesu Kristo, Mungu wa utukufu, ikanene ukombozi, ikanene uhuru Bwana juu yake. Vifungo roho zilizotupiwa kwa ajili ya kumpeleka katika ulevi na kemaa kwa jina Yesu Kristo. Ninapinga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ramasheketeke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninamweka huru. Roho zilizotupiwa kuvuruga maisha yake, kuharibu destiny yake, ninakataa, ninapinga, ninaharibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe pepo ulevi, haya achia, haya achia, haya achia, achia loka wende, achia kijana huyo, achia somo wake, achia maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Achia maisha ya kijana huyo, ninakutiisha wewe pepo, ninakutiisha, achia maisha yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia maisha ya kijana huyu, ewe pepo.